Hujambo mtazamaji wa Zone Media, karibu sana tujuzane yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Unajua hiki ambacho kinaendelea huko Mashariki ya Kati kinaweza kupelekea vita nyingine kubwa kati ya Irani pamoja na Marekani, kwa sababu Marekani imeishambulia tena Irani huku mvutano ukizidi kuongezeka licha ya sitisho la mapigano. Ni ndani ya siku tatu Marekani inafanya mashambulizi kwa mara ya pili. Sasa jeshi la Marekani limefanya mashambulizi mapya dhidi ya Irani kwa kulenga eneo la kijeshi mjini Bandar Abbas, mji muhimu wa bandari uliopo kusini mwa Iran. Kwa mujibu wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM, vikosi vya Marekani pia vilidungua ndege 4 zisizo na rubani za Irani zilizodaiwa kuwa tishio katika eneo la mlango wa Hormuz. CENTCOM imesema kuwa eneo lililoshambuliwa Bandar Abbas lilikuwa likijiandaa kurusha droni nyingine ya 5 kabla ya kushambuliwa. Vyombo vya habari vya Iran viliripoti kusikika kwa milipuko upande wa mashariki mwa mji huo. Mashambulizi hayo yanakuja wakati kukiwa na hali tete ya usitishaji wa mapigano kati ya Marekani na Iran, pamoja na mazungumzo ya kumaliza vita vya miezi mitatu vilivyoathiri biashara na usafirishaji wa mafuta katika mlango wa Hormuz. Hii ni mara ya pili ndani ya siku tatu kwa Marekani kushambulia maeneo ya Iran, huku ikisisitiza kuwa hatua hizo zimefanywa kwa kujilinda. CENTCOM ilieleza kuwa mashambulizi hayo yalikuwa ya kujihami, yaliyopimwa kwa umakini na yenye lengo la kudumisha usitishaji wa mapigano. Mapema wiki hii, Marekani ilifanya mashambulizi mengine kusini mwa Iran dhidi ya maeneo ya makombora pamoja na boti zilizokuwa zikidaiwa kuweka mabomu ya majini katika mlango wa Hormuz, ambapo maelfu ya meli za biashara zimeendelea kukwama kutokana na vita hiyo. Kwa upande wake, Iran imeyaita mashambulizi hayo kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa makubaliano ya kusitisha mapigano na kuahidi kujibu kwa hatua yoyote ya uadui. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC pia lilisema limedungua droni ya Marekani na kushambulia ndege nyingine zilizoingia katika anga ya Iran. Wakati huo huo, Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran inalazimika kufanya mazungumzo kwa sababu imechoka na vita. Akizungumza katika kikao cha baraza la mawaziri Jumatano, Trump alisema Marekani bado haijaridhishwa na mwenendo wa mazungumzo hayo. Trump pia alionya iwapo makubaliano hayatapatikana, Marekani inaweza kurejea tena katika mashambulizi makubwa dhidi ya Iran. Aidha, rais huyo aliendelea kuzishinikiza nchi za Ghuba kujiunga na makubaliano ya Abraham Accords kwa ajili ya kuhalalisha uhusiano na Israel. Licha ya pande zote mbili kuonyesha ishara ya maendeleo kuelekea makubaliano ya amani mwishoni mwa wiki iliyopita, bado hakuna makubaliano rasmi yaliyofikiwa, huku mvutano ukiendelea kuongezeka katika eneo hilo. Sasa hali katika nchi ya Marekani hali katika kona Mashariki ya Kati sio nzuri kabisa baada ya kushuhudia mashambulizi makubwa ambayo yamefanyika huko Bandar Abbas, ambapo Marekani imeshambulia malengo ya kijeshi huko nchini Irani. Sasa basi, hii ni hatari kabisa, kwa sababu hali inavyozidi kuendelea hivi tutashuhudia vita vingine vikizuka katika ukanda wa Mashariki ya Kati kwa ujumla, kitu ambacho kitairudisha ulimwengu kule kule tulipotoka, kwenye hali ngumu zaidi ya maisha wakati vita vilipokuwa vimeanza. Basi kwa taarifa zaidi usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.